mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine. Kila alipopita Yesu alitenda mema, alipopita Yesu alitenda mema. Kila alipopita Yesu alitenda mema, alipopita Yesu alitenda. Oh, kila alipopita Yesu aliponya vipofu, alipopita Yesu alitenda. Kila alipopita Yesu alitenda mema, alipopita Yesu alitenda. Oh, kila alipopita Yesu alitenda mema, alipopita Yesu alitenda mema, 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 alitenda mema. Oh, kwa imani Elia aliomba kajibiwa, ni Elia aliomba. Oh, kila alipopita Yesu alitenda mema, alipopita Yesu alitenda. Kila alipopita Yesu alitenda mema, alipopita Yesu alitenda. Alitenda mema Yesu, alitenda mema, alitenda mema Yesu, alitenda mema, alitenda mema, alitenda mema, alitenda mema, alitenda mema, alitenda mema, alitenda mema. Haya, inua makofi namna hii, inua mikono yako namna hii. Twende, uwa, twende, uwa, uwa, twende, uwa. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Wapi vigelegele, wapi vigelegele? Hey, hey. Haleluya. Hop, hop, hop.
makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Amen. Sababu jana sinaona ni nafasi ya kuimba kwa asubuhi. Ndio mnapotajia Jumapili alafu mnatoka watu waabudu Mungu. Wakati maeneo ya kumwabudu Mungu. Mimi na wasipana. Goma kuja asubuhi na baada ya mimi na baada. Sababu unaabudu hapo katika nafasi ya kuabudu popote hali ambayo unajiachilia kwa Mungu na unamtukuza Mungu mpaka analia na Mungu. Mungu abariki sana katika upokeo leo. Tumpe Yesu makofi tena. Sema Bwana Yesu, naomba kwa ajili ya uchaguzi wa taifa letu. Tunachokuomba sana, utazame taifa hili kwa jicho lako la huruma. Achilia nguvu yako e Bwana ya kulifanya taifa liwe la amani. Achilia nguvu yako e Bwana ya kulifanya taifa liwe la amani. Achilia nguvu ya kulifanya taifa liwe la amani. Katika jina la Yesu. Kila aina ya mifumo unayotarini Bwana, tunakuomba utuokoe katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Kasimame siku ya uchaguzi kama Bwana, ukashughulike na kila adui wa taifa hili. Sisi kwa macho yetu hatuwezi kujua adui wa taifa ni nani, lakini Yesu wewe unajua. Katika jina la Yesu aliye hai, tunahitaji utulivu na amani. Yesu, tunakataa umwagaji wa damu, tunakataa vita, tunakataa misuguano. Katika jina la Yesu aliye hai, achilia neema ya utulivu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, tunaweka mkutano wa kanisa katika jimbo letu la Kusini Magharibi unaoanza leo. Kaachilie nguvu zako na wingu lako na upako wako na uweza wako, ushindi ukatoke kwako. Kila kusudi la adui juu ya mkutano tunalikataa katika jina la Yesu. Utukufu na heshima ni vya kwako. Bwana Yesu, nihudumie katika ibada hii kwa jina la Yesu aliye hai. Pigie Yesu makofi. Karibisha jirani yako, mpe mkono wa kulia, mwambie karibu kwenye ibada ya Bwana. Kumbuka kwa imani, mwambie karibu kwenye ibada. Mwambie Bwana Yesu akubariki. Mwambie Bwana Yesu akuvushe. Hebu mpigie Yesu tena makofi. Tutakuwa na maombi tena na mama pamoja, tukiomba kwa ajili ya uchumi. Sema kuna mama sio lazima usifikiri ndio kuna mama, kwa sababu nafahamu ajenda ni kwa ajili ya kuomba uchumi. Unaona wewe mwenyewe unahitaji kumwomba Mungu kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya uchumi wako na kurudisha. Lakini masomo yatakuwa na kuja sana kwa kina mama. Si kama na kina mama, tunatamani kila kwa na muda awepo katika hayo maombi. Haleluya. Shikanisha mikono yako. Sema Bwana Yesu, ninaomba ubariki kazi za mikono yangu. Kila kifungo kilichoachiliwa juu ya mikono yangu ili kuzuia mikono yangu isizae matunda mema, ninaomba niondolee. Kama ni vifungo vya ukabila, naomba uniondolee. Kama ni vifungo vya ukoo, naomba uniondolee. Kama ni vifungo vya urithi,
ninaomba uniondolee katika jina la Yesu. Mimi ni tajiri kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya umaskini inayonifuatilia na kila kamba zinazonirudisha nyuma ninazikataa. Bwana Yesu, ninaachilia damu yako kwenye mikono yangu. Bwana, nifungulie hazina zilizofichwa kwa siri katika ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Uniponye Bwana, takasa mikono yangu isizae mapooza katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Niwezeshe Bwana. Amen. Fungua kitabu cha Yoshua sura ya 5. Yoshua sura ya 5. Yoshua sura ya 5. Kuna watu wanatia huruma jamani, utafikiri hayuko ibadani. Nimeona vijana wanaambia wanachemka yuko kwenye mabenchi tu anazunguka hivi anatafuta ustaarabu. Buka mkao wa ibada. Yoshua sura ya 5 nasoma ule mstari wa kwanza. Unasema, ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Wakanani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Katika Luka 18 mstari wa kwanza anasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea na watoto wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona nguvu ya Mungu ikikaa katikati ya watu, namna ambavyo maadui wanakosa nguvu ya kupambana na mtu. Watu wengi wamekuwa na hali ya kulia sana na manunguniko mengi, na wengine wanawaza na kuona ni kama Mungu amewaacha. Lakini unapoenda kwa kina unagundua ni namna ambavyo mtu mwenyewe amekaa na namna ambavyo anamtumikia Mungu. Watu wengi tunamtumikia Mungu, lakini vile viwango vya kujua nguvu ya utendaji iliyoko kwa Mungu wengi ni vichache. Yani wengi hatujafika hatua ya kujua ile nguvu ya utendaji iliyoko kwa Mungu. Unaangalia namna ambavyo wana wa Israeli sasa, nilikwambia wiki iliyopita kwamba walipita katika mazingira yenye vikwazo vikubwa sana vya wazi. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Unaangalia hapa wanapita, wanahitaji kuvuka waende ng'ambo kuanzia mahali ambapo wanahitaji kushika, kwa sababu ile Yordani ilikuwa ni maeneo ambayo ni mpaka. Sasa ndio mpaka wanatakiwa waache. Wakivuka Yordani tayari wameshaanza maisha ya Kanaani. Sasa angalia wanavukeje. Mbele kuna vikwazo viwili vikubwa, vyote vya ovyo. Cha kwanza ni kipindi cha masika. Mto Yordani Biblia inasema ulikuwa unafurika kipindi cha kivuko mpaka kingo za mto zinajaa. Unajua unaposema kingo, yani ina maana
haya maji hili ndo kingo hizi. Maji yanapitiliza yanakuja juu. Huwezi kuona kingo za maji ziko wapi. Haleluya. Jamani, haleluya. Na ule mto ni mto mkubwa. Sio kwamba unaposema mto ukafikiri labda ni aka Nzovwe. Upana wa mto unatoka hapa mpaka Meta kule. Bwana asifiwe. Ndio huko hapo katikati. Ndio mto huo, ndio upana wake. Sasa angalia, umefurika sasa. Badala ya kufurika, ina maana kama kingo ziko Muyunga, huo mtu umefurika mpaka Msiti sasa. Fikiria hapa unapitaje. Bwana asifiwe. Lakini wakishavuka Jordan, wanaukabiri mji maarufu wa Yeriko. Na ule mji majamaa yameshauzungushia, hamna kupita. Imejenga ngome, alafu yako ndani mle, masoko kila kitu kiko mle ndani. Wewe huwezi kuingia. Na kumbuka, Yoshua alituma wapelelezi wakaangalia mle ndani mna namna gani, wanaweza wakaishije mle ndani. Lakini kabla hawajazunguka na kutembea sana, yale majitu yakawaona. Walichokifanya, wakaona hapa ujanja, ili tusikamatwe, tusionekane kama tulikuja kwa jambo lolote, wakatafuta mahali ambako kuna kahaba. Mnaelewa kahaba ni nani? Bwana asifiwe. Mnakumbuka jana kuna watu walikasirika, nilimwambia Mungu ana njia nyingi za kupambana na mambo yake. Nikamwambia wewe unaweza ukafikiri amemleta bi mdogo, unafikiri ni shetani, kumbe wakati mwingine ni Mungu ameruhusu kuna pito linapita hapo. Sasa wewe angalia, hawa hawana kwa kukimbilia kwingine. Kokote watakao kwenda watapigwa. Ili waonekane kwamba wana mambo yao, hawajajia kufanya au kuchunguza kitu, wakaamua waingie kwa kahaba ili waonekane wamekuja kutafuta mwanamke. Unaiona hiyo vita? Kumbuka hao ni watumishi wa Mungu na ni jeshi la Bwana na wametumwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Walipofika kwa yule dada, alipambana kuona namna ya kuwaokoa. Lakini Mungu aliwekeza kitu kwa yule dada haraka haraka, kwamba watu hawa unatakiwa wasaidie. Usipowasaidia hata wakiwaua, hasira za wenye nao zitakapokuja na wewe utakufa. Kwa dawa wewe pambana kuwaokoa hawa, ili siku wakiamua kufanya vitu vyao kama unavyowasikiaga, wewe ukapona. Yule dada akili kaja, akaamua kuwaficha. Tena hakuwaficha kawaida. Wafikiria Biblia inasema walifichwa dalini. Wanaambia wamefika pale, wewe kuna watu ambao jamani muda mrefu kuja, wamekuja, mimi nimeshapata cha kwangu, sikujua kama wana shughuli yao. Mimi nilipomalizana nao wameondoka. Nimeshamalizana nao sasa, ndio masaa yote yale tangu ameingia hapa. Ningekuwa nafanya nini nao? Nimeshamalizana nao na kila mmoja. Mimi nimepata changu hiki, wameshaondoka. Sasa ulipotoka sasa, ukweli sikuwasindikiza mbali. Walitoka walielekea hivi, sikufuatilia kwa sababu mimi nikawa nimeshamaliza mambo yangu, ninaendelea na shughuli zangu. Hebu wafuatilieni, labda umepita njia hii. Akajaribu kuwapotosha kwamba waliendelea ni kama njia, hebu jaribu kuwafuatilia. Wakaendelea kuwafuatilia, wakaendelea. Na kilichomsaidia Rahabu na kilichowasaidia wale jamaa, Rahabu alikuwa amejenga nyumba yake iko ukutani. Yaani kwenye ule wigo unaozunguka mji, nyumba yake ilikuwa pembezoni mwa ule wigo. Bwana asifiwe. Akaanza kuwachungulia, wanawachungulia kule dalini, wakaona wale wamewafuatilia, wameshindwa, wamekata tamaa. Wanaporudi ndo wale jamaa akawapa kamba, kawafungia, jamani sasa mteremkie huko. Hawawezi kurudi tena getini. Wanatakiwa warudi kwenye kutoka, akafunga ukamba, washuke huko. Alafu walipofunga kamba na wakapata nayo, jamani lakini najua Mungu wenu ana nguvu. Mtakapoamua kufanya chochote, naomba muilinde familia yangu. Msije mkao, nina wazazi, nina baba, nina ndugu, na wadogo zangu. Msinione hivi msafikiri niko peke yangu. Wakafunga kitambaa chekundu, kwamba usikitoe hii kitambaa. Ukishatoa usitulaumu. Na tukiingia hakikisha familia yako yote wanakaa. Wasije kaka kwenye nyumba zao. Yeyote atakayebaki huko nje atakuwa halali yetu. Ila ukikaa sisi tutakutetana kukuokoa. Akaambia niapieni, wakamwapia. Akijua tayari, wakaondoka. Angalia vyote hivyo nini? Ni vikwazo. Kwa ajili ya vikwazo, yani kifo kilikuwa hapa, wameponea kwa kahaba. Bwana asifiwe. Amen.
Jamani, Bwana asifiwe. Kwa ukizungumza kitu hiki unaweza kaona ni kitu kama cha kawaida tu, lakini hebu wewe pima kinakwendaje hicho. Hakukuwa na msaada mwingine zaidi ya kuponea kwa kahaba, na kule mto upo, mtu umewazuia, ukuta umewazuia. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema, na hapo sasa wanakutana na hicho kikwazo. Kiongozi naye aliyekuwa anaongoza kashatoweka, kashafariki. Wanahitaji kwanza na kiongozi mpya ambaye ni Yoshua. Haleluya. Jamani, haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Mungu anamwambia Yoshua, waambie wana wa Israeli waendelee. Mbona mjibu? Waambie wana wa Israeli waendelee. Mimi niliyekuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja na wewe. Tena namsisitizia mara kadhaa, usiogope, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nitakupa wewe. Hata kuwepo mtu atakayesimama mbele yako kukuzuia. Unaziona ahadi za Mungu zilivyo kubwa. Sema amina. Amen. Jamani, sema amina. Amen. Lakini bado watu walikuwa na mashaka. Kwamba hivi kweli Musa amefariki, tutaweza na huyu Yoshua tutaweza? Ndio Mungu akasema, ngoja nionyeshe kituko kikubwa kuliko cha bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Check style ilivyokuwa kubwa. Ile haikutumia fimbo, ilitumia nyayo za makuhani. Bwana asifiwe. Amen. Kaambia nyayo za mkuhani, bebeni sanduku. Makuhani wakabeba sanduku. Sema tusonge mbele, tusonge mbele. Biblia inasema nyayo za makuhani zilipogusa yale maji ya kwenye kingo za mto, maji yalirudi nyuma speed, yakaenda yakapanda mali, yakapanda yakatengeneza kichuguu, yakapanda mlima. Kwa maji yanayotoka kule yakawa yanaenda yanazunguka, yanapandisha huko, hamna kushuka, yanapanda kama mlima, yanapanda kama mlima, yanapanda. Kila mtu aliona. Ndio hapa Biblia inasema wafalme wote wa magharibi, wa mashariki, wa kusini, waliokuwa wamejiandaa kupambana na Israeli, kila mtu anaona yale ni maji yanapanda mlima, unatengenezwa kwa maji. Wanasema mioyo yao wote ikayeyuka. Sasa sijui yeyukeje jamani mioyo, mimi najiuliza mara mbili. Bwana asifiwe. Maana ile nguvu waliokuwa wameipanga na walisema tutapambana na Israeli iliisha. Biblia inasema zile roho zote za ujasiri za hao wafalme. Simona mstari anaeleza vizuri, anasema hapa mwishoni, anasema wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao. Mioyo imeyeyuka, roho ya ujasiri hamna. Kwa nini? Wakifikiria hawa jamaa Mungu wao alivyo waajabu, kama tu maji tu, yani wao wamekanyaga nyayo tu hivi maji yanawaogopa mpaka yanaenda kutengeneza kichuguu. Wewe hawajafanya chochote, wamekanyaga maji tu. Yani Mungu Bwana kiboko. Mungu anatishaga ile nyaya mjamjua tu. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Unaona uwepo wa Mungu ukikaa katikati yako, na Bwana akiamua kusimama upande wako, ana uwezo wa kufanya vitu vya ajabu kuliko wewe unavyodhania. Jana nikamwambia watu wanalia, anaomba. Yani kila anapotaka kuomba msaada wa uchumi anaanza kuangalia mali alizo nazo, anaanza kuangalia, kiangalia hana kitu anakata tamaa. Sikilizaje sasa, iangalia hii njia. Mungu anatengeneza njia bila madaraja. Wenyewe mlifikiri angeweka madaraja ya nini? Ana uwezo wa kutengeneza madaraja ya asili. Simeliona daraja la Mungu huko Tukuyu, na lingine liko hapa Izumbe jirani tu. Wengine hata kwenda kuliona tara jirani hapa hawawezi. Siku zingine nenda kaangalia maajabu ya Mungu, ila siku hizi uwezo kupafahamu, kwa sababu wamimina zege limekuwa daraja tunapita la kawaida, wala hawajaweka chochote, ila ni lile la daraja la Mungu la zamani. Wala hawajajenga, wamemimina tu juu tu, wamesawazisha basi. Magari yanapita maruli na maruli.
lakini hakuna nguzo zote. Ziko nguzo alizotengeneza Mungu mwenyewe. Sasa nini kuuliza, unaogopaga nini? Kitu gani kinachokubabaisha? Kwa nini unapoingia kwenye kuomba unawaza vitu ulivyo navyo? Nataka nikwambie, uwezo wa Mungu kukubadilisha maisha yako hautegemei vitu ulivyo navyo, unategemea nguvu yake. Kwa unajichelewesha mwenyewe. Yaani mtu leo anataka Mungu ampe uwanja, anaanza kuangalia eti maandazi hayo unaouza yanaweza kaleta milioni 5 kweli? Yanaweza kaleta milioni 8. Maandazi yenyewe ukiuza kwa siku 5,000. 5,000 mtaji 1,000. Hilo buku utalikusanya mpaka lini? Nije lilete milioni 5. Muulize jirani yako, utalikusanya mpaka lini? Wana nyanya zenyewe hawanunui. Mtaji wa debe. Ukimwambia njoo mbebeshe bwana fadhaa zako hapa, hatutaki. Tunataka kukoroma kwenye vitanda vyetu. Sasa navyo vitanda sijui tuseme ni vitanda sijui nini. Madirisha hamna. Tunapumua kwa shida, hewa ya tabu. Lakini unakuta mtu amejipigilia humo, hata kutoa siku moja aje mwabudu Mungu hapa hataki. Ameng'ang'ania kutoka Jumatatu mpaka Jumatatu kwenye kanyumba yako. Yaani uone aibu huko kwa nyumba ya kupanga, bado unang'ang'ania kulala humo. Baada ya kwamba uje madhabahuni mwambie Yesu nimechoka kulala kwenye ile nyumba. Yaani unakoroma kwenye nyumba ya watu. Mpaka asubuhi. Njoo kwenye maombi hutaki. Mimi nataka nikwambie, utajiri na heshima viko kwenye uwezo wa ulimi wako. Uamue uongee na Mungu kama rafiki akutengenezea njia au endelea kubaki hivyo. Acha kutazama vitu ulivyo navyo, haviwezi kukusogeza. Ninawaambia Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Hebu mahali pengine Biblia inasema onjeni muone Bwana yu mwema. Jifunza tu hapa. Wewe fikiria, limto limejaa. Wewe kanzofu tu wako hapa kaliwahi furika hapo, watu walichanganyikiwa. Sasa mtu umejaa. Ndio kama mtu wako. Ukienda kwenye mito ya Yordan, hivyo ni vyanzo vya mto Yordan, sio mto. Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Nataka nikwambie, angalia mito Naili. Angalia upana wake na urefu wake. Wewe fikiri umetoka hapa Kagera mpaka Misri. Unalisha watu humo njiani, maelfu na maelfu, umepita nchi nyingi. Bwana asifiwe. Sasa mto umejaa. Sasa kama Mungu ana uwezo wa kugeuza maji yakajisimamia yenyewe, hebu sema yakajisimamia yenyewe. Hawezi kugeuza maisha yako yakajisimamia yenyewe. Akili ziko wapi? Jamani haleluya. Yaani kuna vitu vya kijinga tunavyoving'ang'ania. Njia ya msalaba hatutaki kukaa nayo. Ukiwakuta watu wana uwezo wa kuzulia kwenye mazoezi ya kuimba kwaya na umaskini, alafu kimwambia njoo kwenye maombi yanaweza kaondoa umaskini ili usiwe unatongozwa na hela za waume za watu, hataki. Akienda kwenye mikutano anatamani hela za waume wa wenzake. Njoo kwenye maombi kana koroma mpaka asubuhi. Hata tuwanja wanatopaka kana kuonyesha tu kwamba kawanja kakubahatisha. Wanja ya maskini nafahamika tu. Mimi nafikiri uongo. Wanja ya maskini haikaagi. Bwana asifiwe. Wanja ya mtu mwenye hela inakubali hata sipopaka sana. Ule mwili tulivyolainika unajibu wenyewe. Wewe umekauka kama kipapatio ndo nenda kupaka na wanja. Unakuta tumacho tuko hivi. Anafahamika tu mdangaji tu wa hela, hana kitu. Unajua mimi nawahurumia watu kwa sababu kiwaambia watu njoni tumtafute Mungu, hawataki. Wanataka step, wanataka manoti. Walimu wenyewe wa manoti muwafuatilie wengine. Unakuta amechukua mkaguzi anatoka nje anaenda anapiga pafra sigara huko anakuja kuwakagua.
Umaskini tunajitakia. Mimi nawaambia ukweli. Bwana asifiwe. Kwa nini hatuwezi kushikilia mambo yenye maana yatakao tuletea heshima? Kwa nini tunashindwa kuyang'ang'ania hayo? Tunang'ang'ania vitu visivyo na maana. Tunapambana na uniform na step, vinatusaidia nini? Pambana kuwa na mshiko. Heshima ya mtu haipo kwa sababu unajua kuimba. Heshima ya mtu ipo kwa sababu unajitambua, unaweza kuishi maisha yako, huwezi kuamriwa na mtu. Bwana asifiwe. Si mlisikia Jumapili ninavyozungumza, mlifikiri ile ni hadithi? Ile nizungumza maneno ya wazi kabisa. Watu wameenda kula nyama yao nguruwe huko. Watu wamekasirika, wamejaa hasira paka wakutaka watu kulala. Wanarudi wenzao wanawasimanga paka macho yako hivi. Paka walishindwa kulala. Alafu baadaye wakaanza kubadilisha maneno, wanasema tumehesabu mlikuwa wawili. Yaani wanatusema hesabu na mimi na mchungaji Msola, maana ndo tulikuwa huko. Tulikuwa na wachungaji wakaanza kutugawa, tulikuwa wawili. Ujinga wali ajabu kabisa. Mnafikiri nilikuwa nazungumza maneno ya kawaida? Yalikuwa ni ya kweli. Unajiuliza mtu ana hasira ya kiasi gani? Amekasirika kwenye chakula cha watu. Alafu sasa na navyowacheka ni wajinga wao, wanafikiri kuna mtu anawanunulia. Kumbe hata sisi tunaangalia waenda na mtu ambaye anataka kugonga tu. Kuna lile kuja amebeba hela za msaada wa Nyerere hapa. Unaangalia mama mkisema kilo moja, wewe na mimi anasema nusu, mimi 2, mimi 3, mimi ndizi, mimi soda. Wewe unanoa meno tu kwa vya wenzio. Tunakukwepa na analiwe. Kuna ambaye hana familia. Sikilizeni nye, mfereji wa maji unafuataga mfereji mwenzio. Muwe na akili. Bwana asifiwe. Na unajichuja tu. Unafikiri kwani tunachaguaga? Yaani wewe mwenyewe tu unajikuta tu haupo na hujaenda. Kwa nini? Hali ulio nayo haikugonganishi na wenzio. Lakini angalia, hii tabu yote ya nini? Hii tabu yote ya nini? Kwa nini watu wanahangaika hivi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tufike mahali tujifunze kutafuta vitu ambavyo vina nafasi ya kumtukuza Kristo. Amen, amen. Jamani, amen, amen. Jamani, amen, amen. Sijajua kama unanielewa. Narudia, acha kutazama vitu ulivyo navyo unapokwenda msalabani. Acha kutazama vita unayopitia, usimtazame yule. Usitazame vile tunayopitia. Tazama kwamba kwa Bwana ni mkono ulio hodari. Yule anayekutisha, ukikaa upande wa Yesu, moyo wako utayeyuka. Yaani Mungu anaweza akaachilia nguvu za ajabu kwako, aliyekuwa anakutesa mpaka akakushangaa. Hasa wamama ndio mnajiachia, mnalia tu. Mnalia kama maboya tu, yaani mnalia tu, mnaona. Yaani mnawaza wanaume amenionea. Amekuonea, amekukuta wapi? Nilikuwa namsikiliza mwalimu akasema siku anafundisha somo moja pale Njombe. Nikanamsikiliza, alikuwa anafundisha Njombe. Akanazungumza ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu. Akasema watu wengi wanazama na nguvu za Roho Mtakatifu, hawazami na yule aliyeleta nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbe anaweza kabaki na nguvu za Roho Mtakatifu lakini hana Roho Mtakatifu. Kumbe afadhali uwe na Roho Mtakatifu, zile nguvu zisiwepo, kwa sababu akiwepo nguvu zitakuja. Ukiwa na nguvu Roho Mtakatifu hayupo, hawezi kuja. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa nini nasema unapotengeneza shirika na Roho Mtakatifu, yeye ana nafasi hata ya kujua mtu anayekuonea. Unalia kwa ajili ya mtu, tengeneza shirika na Roho Mtakatifu akae ndani. Yaani mimi nawaambiaga kina mama, hamjajua tu, Mungu anaweza kupindua meza. Huyo mwanaume anaye kusumbua yakabaki chini, unamhudumia, wewe ukawa juu.
Tuna mifano ya watu walinyanyaswa walipoolewa, walinyanyaswa mpaka na wakwe. Mama mkwe alikuwa na msodoa asijue. Mungu alipofungua mfereji, mtoto wake anadidimia, mkamwana ananyanyuka. Mtoto wake anadidimia, mkamwana ananyanyuka. Mara mtoto anafukuzwa kazi, mkamwana biashara inaongezeka, duka linaongezeka, hiki kinaongezeka, ameanza kumnunulia mume wake gari, ameanza kufanya nini. Haya mama mkamwana wote uliowategemea wamekuwa walevi. Hawakukumbuka, naanza kukumbuka mkamwana ule kuna mnyoshia vidole. Acheni kuwa wakamwana feki, tengenezeni mwe wakamwana hai. Mnashindwaje kutupigania? Biblia inasema wazi, Bwana atawapigania ninyi, ninyi mtanyamaza. Kwa nini hamtaki kupiganiwa na Bwana? Wakina mama, kwa nini hatutaki kupiganiwa na Bwana? Tunataka tupiganiwe na wanaume. Hivyo mwanaume mwenyewe unamwelewa anachokiwaza wewe? Kawauliza ambao wameolewa na mitara wameshao. Na wao walikuwa nawaambia hani. Mwisho wa siku akakuta amegeuka kwa hani mwingine. Wanaume wanafiki nyewe amwajuagi. Shikamana na Yesu na nafasi ya kukushikia mwanaume. Unapofikiri unamlinda kwa maneno yako, unampoteza. Yaani wanawake wengi tunapoletewa tu vitu tunakuwa tumefurahi, kumbe tunaletewa mauti. Si mnaona wazungu walivyokuwa wanatuletea manguo, walikuwa wanawaletea wachungaji manguo, wanasema ninyi watumishi wa Bwana, wanawaletea manguo, wanawaletea kola, wanawaletea zakula, wanasema ninyi ni wachungaji. Alafu na wao ni wachungaji, wao wanaenda kwenye mashamba utengule kule, wachungaji wa Afrika wanabaki kuzunguka nyumbani kwenye nyumba za watu, wewe katembelea wa Kristo. Mzungu alikuwa na akili, mchungaji Mwafrika kutembelea wa Kristo, yeye anaenda kwenye mashamba. Hivi mnaelewa mchezo ule kwa tunatuchezea? Kuona mimi mnataka nitembelee alafu niwe kama wale wazungu wa zamani. Naenda shambani. Pazia la hekalu lishapasuka, kila mtu alitafute. Baba mchungaji anatuombea. Wewe, mimi naelekeza njia hapa. Tukimaliza hapa kila mtu atafute njia yake. Anaenda mashariki aende, tukutane jioni. Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Mimi nataka nikwambie, angalia chochote kilichofanyika. Nini kilichofanyika chamani? Mfano kwa peupe tu, wafuatilie wazee wanaofahamu muda. Si walikuwa utengule hapa. Yaani wachungaji wa Afrika walikuwa wanasema nyenye nendeni kuzunguka kwenye nyumba. Alafu yeye anachukua vibarua anaenda kule mashamba. Alafu walifikiri yale mashamba ni ya kanisa. Mwisho wa siku wakashangaa mashamba ni ya kwao. Si mnaziona hoteli zile za Rungi? Zote zile ziko mfumo wa Moravian zile. Naenda kuruseme wazungu hao walikuwa wa kwetu. Utapigwa luka hapo siku hiyo. Si mnaiona mashamba ile akawa ile unaoenda utengule unaenda mjeri kule. Ile yote ilikuwa ni ya wazungu wa kanisa. Na walikuwa wanapitia mlango wa kanisa. Akili hazikuwa, ndio maana walikuwa waruhusu wachungaji waende kule wewe mchungaji tutakuletea sukari jioni. Tukutu tumezunguka zunguka. Ila na huyo mzungu ni mchungaji. Ndio maana ziko roho tulizolisi wachungaji tusipokaa chonjo. Wengine waamulizaji Mungu anakurupuka tu. Bwana asifiwe. Hata mimi hapa nilikurupuka tena nilifukuzwa kwenye nyumba ya mtu. Mjuaki. Nilikuwa tena Ikuti ndo nimeanza kuzurura, alafu Mungu akaniambia, "Nani aliyekupa hii kazi? Umeelewa kanisa la Iunga limekaeje? Paka unazunguka kwenye nyumba za watu. Kakae madhabahuni kwanza." Hivi kwani mle tunawahudumiaga kilo zaidi ya kugonga tu chai na kupewa tu soda tu kurudia nyumbani? Baba Mungu, katika jina la Yesu mkumbuke mtoto wako huyu. Amen. Umemchelewesha kazi toka asubuhi, anasema mchungaji anakuja. Paka linazamu. Hata utaratibu hatuna. Si makwazo wewe mama, hatuwakazagi wa Kristo. Nakuta unaingia licha kazirika. Si mngeniambia mtakuja saa 10. Mwenzenu toka saa 2. Hata mpango hatuna. Bwana asifiwe. Unaweza kufikiri unafanya huduma, kumbe uko kufisha roho za nini? Za watu. Unamkalishaje mtu kutoka saa 12 mpaka saa, yani saa asubuhi anakusubiri? Maana hatueleweki tutatoka kwa nani. Unakuja kuingia kwako saa 10. Wameshinda nyumbani.
Baadaye mnakuta baba mnaondoka, ai baki mchungaji. Akija mkamwambia yake ni na dharura. Huko moyo anasema nao wao wanatokea. Uwe na akili. Kama una akili utaumiza watu. Bwana asifiwe. Kila mtu ana kipawa chake, msinifuate fuate. Sisemi msiwapokee wachungaji. Kila mtu ana kipawa chake. Bwana asifiwe. Lakini huwa tunasema fuatilia matunda ya kile ulichokifanya. Fuatilia matunda ya kile ulichokifanya. Hata uwe na nguvu za kuomba kiasi gani, unaweza kuombea nyumba 40 kweli na nguvu ya Mungu ikawepo ndani. Tufuatilie, tusungumze tu hali ya kawaida. Unaweza kuombea nyumba watu 40 kweli, nguvu ya Mungu ikashuka watu 40 kwa siku moja. Mimi nasema hivi, mtafuteni Mungu naye anapatikana. Kila mtu mtafute Mungu. Amen. Amen. Jamani, kila mtu afanye nini? Wakristo ndio walitakiwa waje kumtembelea mchungaji. Tumegeuzeje bakuli? Eti rabu, tumegeuzeje bakuli? Hivi mnajua tumegeuza bakuli? Aliye mmoja ndiye anatakiwa afuatwe, kwa sababu mlio wengi mkifuata mnamaliza nguvu yake. Soma Biblia. Bwana asifiwe. Amen. Weka cheki mtu aliyemfuata mchungaji, kacheki na mtu aliyefuatwa na mchungaji, kafananishe huduma alizofanyiwa. Wewe umekuja na kakapu kako, ukafuatia na mimi nimekuja kwako, ukafananisha maombi. Maombi ya kikapu ni mazito. Ninawaambia ni pimeni, mwe mna akili, mwe mnapiga kitu chenye maana. Yaani mtu kuna maana unaweza kusimama kafikiri huko kiroho. Fuatilia vizuri. Sio unaona umekuja hapa na wahudumia kwa wakati mmoja, watu wengi mmekaa pamoja. Ndio maana mimi hata nikishirikisha meza za Bwana, wazee hawa ni mashahidi. Wale walio na nguvu na wakusanya pamoja. Wakikutanika pamoja kula meza ya Bwana wanafurahia kweli, wengine wanapona humo. Lakini ukiwa unamfuata utafikiri watu wamekitana, unakuta mwenzako yuko humu na humu. Alafu wanaweza kuotea jua wanakutanaga hivi. Kwa nini msiwakusanya pamoja mcheke nao? Ushirika wa Roho Mtakatifu ni vema ndugu wakikaa pamoja kwa utulivu tena kwa amani, wakara na mkate. Lakini ajenda yangu ni moja. Naomba acha kutazama kitu ulicho nacho unapotaka kutazama kuomba hatua ya pili. Usitazame mtaji ulio nao. Unataka kujenga gorofa, usi unaangalia wewe kwa sababu unauza maandazi ndio uwezi kujenga gorofa. Yesu ana hela za kukupa za kujengea gorofa. Wewe maadamu umeamua kujenga gorofa, ianzishe moyoni, anza njoo madhabuni. Mwambie Yesu, sasa nataka, napata wapi mawe? Napata wapi nondo za kuchimbia kule? Ukija hapa ndo ataanza kukupa maarifa. Wewe ukakaa nyumbani tu unasema hali ngumu. Wewe ndo mgumu. Hakuna aga hali ngumu. Kawaulize wana Israeli ndio walikuwa na hali ngumu. Mto umefurika, kwa kuvuka hakupo, na chakula kimeisha na chakula kiko ng'ambo. Wanatakiwa wavuke. Hawa mjasoma, someni Biblia. Walipovuka mto ndio kawaga mwisho wa kula mana. Hawa mjawahi soma Biblia. Wakagusa nchi iliyojaa maziwa na nini na asali. Na unafikiri hela walizikuta? Mungu ni fundi. Nyezi mnasema kupiga watu dhambi. Mwe mnasoma vizuri Biblia. Unajua ukiwaambia watu wengine wamelala akili tu watasema hili ni pepo. Walipataje hapa wana wa Israeli? Waambie watandike watu wa Yeriko wasibaki hata mtu. Msichukue vitu vyao, ila mchukue hela, mchukue fedha, mchukue dhahabu, mchukue almasi. Someni pale. Kasome. Huyu ndo God mwenyewe, mnayesema Mungu wa huruma, aliwaambia piga hao. Mkisha piga, malizeni kabisa. Alipona Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake peke yake. Ila hela zote na dhahabu waliambia msichukue mang'ombe, msichukue nini, msichukue vitu vyote vinavyotolewa sadaka na ibada za sanamu, no. Ila mchukue fedha na dhahabu. Walipochukua mana ikakoma, wakawa na hela
kwa ali ambaye alichakalika vizuri. Mtaona viroja mbinguni. Kuna watu mnafikiri hawaendi mbinguni, mtawakuta ndo wako mstari wa mbele wanacheza parapanda it. Wewe wanakuambia wewe nilikuwa nakuhubiri kila siku, wewe una moyo mgumu. Jehanamu. Huyu alisikiliza dakika. Hamkuona kwamba siku moja minyang'anyi ilipona? Au hamjawahi soma Biblia? Limoja likasema Yesu, nilikuwa mwizi ili unikumbuke kwenye ufalme wako. Lingine likasema wewe mpumbavu kabisa, kwa nini utuokoi? Yako yote yako mangapi? Yani Yesu paka penye fimbo anaokoaga. Yani natakiwa msalabani anaokoa. Sasa wewe mashaka yako yako wapi? Mtu anaokoa mpaka pale msalabani. Misumari inagongwa anaokoa. Unajua watu wengi wanafikiri alimuokoa yule tu. Waliokolewa wengi paka maaskari waliokuwa wanampiga waliokoka. Na wao mtasoma Biblia. Inasema kulipotokea giza, hakuna watu kuonana. Alafu akasema Eloi Eloi lama sabakthani. Maaskari wakasema hakika huyo alikuwa mtu wa Mungu. Maana yake walisalenda kupiga. Hata maiti yake ilihubiri. Hawaelewagi hawa watu. Yesu wafungue macho waelewe ninachokisema. Sikilizeni nye, Iyunga ina utajiri mkubwa, ila watu wanaokaa Iyunga umefungwa akili azimu. Wewe angalia vitu wanavyoshughulika Iyunga. Wanashughulika kuimba. Kuimba dinari inayoitwa Iyunga, kuimba. Mimi kwa sasa sina mamlaka tu. Ndio ningekuwa ni mkubwa nina mamlaka jimboni, ningefukuza watu wanaojazana hapo wanachafua mazingira yetu. Unakuta huko ukienda huko nyuma ukienda huko mwenye miti ukienda huko ukienda vyumba hivyo wanawapigia walemavu. Wengine wanaenda mpaka kusumbua mtambo kule. Wanabeba na viti vyetu tunavyokodisha wanaviacha humo. Kila siku wanatutia hasara. Wanahela. Imbukiwa na hela. Au mnafikiri sema Biblia imba ukiwa na nini? Na hela. Naona hawajanielewa. Ngoja nikusomee kifungu nimalize labda unielewe. Mwambie mwenzio imba ukiwa na hela. Imba ukiwa na hela. Mwambie tena imba ukiwa na hela. Imba ukiwa na hela. Je, amuelewi? Jamani. Yaani amuelewi kwamba nataka kuimbe. Mwingine anasema unavina kataza kuimba. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anasema kuagiza hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana. Miti ya haki. Unaelewa miti ya haki? Yaani ukiimba jina la Bwana linatukuzwa. Kwa nini? Hata naye kuangalia kuimba kwamba Yesu ni mzuri, mwambie asante. Yaani ulivyo tu kweli ila Yesu mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Unaimba ni mifupa mitupu, umekonda. Alafu anasema Yesu ni mzuri. Wanawaambia ni kama nakwashoko. Sitaki kuonyesha kifungu. Wewe mbona nilikuwa na ubiri kila siku na wewe ulikuwa unahudhuria semina na katafuta unako sawa. Bwana asifiwe. Eti kwa ya uinjilisti kifungu nilichosoma ni kigeni. Ina maana ndo wale yanaingia hapa yanatokea huko. Wanasema amesema hayawezi kukaa kwenye kilindi cha moyo. Chukua hatua. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, chukua hatua. Bwana asifiwe. Amen. Unapokaa kwenye kaya, kaa kama mtumishi wa Mungu, sikae kama mzigo. Kuna watu ni mzigo kwenye kwaya, hawaambiliki.
mzigo. Ndio maana naenda kwenye kwaya zetu tunakuta mivutano mingi, wanavutana 10,000. Watu wametoa na macho 10,000 hiyo tu nilikoenda. Ukiwakuta watu walio na hela wanasema mnabishana nini 10,000? Anasema imepunguza kitu gani? Hamjaelewa. Anasema viongozi wetu wana kazi nyingi, kama 10,000 na wauma chukueni 30,000. Tuendelee na mambo mengine. Kwa nini unatumika na hali ya umaskini angali nguvu za Mungu zipo? Yeye ana uwezo wa kubadilisha maji yakageuka kwa mlima. Hivi mnafikiri wana wa Israeli wangeamua kumwomba Mungu ambaye Bwana Yesu tunaomba angarau tu haya maji yakae mwezi mmoja, alafu wao watu wanakuja kuangalia kwa hela, tunaomba ukienda kuangalia bila hela utakufa macho? Si wangeleta hela? Walipoteza tu mradi wale. Wakaanza kupiga watu. Bwana asifiwe. Wewe cheki, kafuatilie tu, kafuatilie ukuta tulivyo. Ulijengwa zile kuta za wenzetu, sio kuta hizi. Unalikuta ukuta unene huko kama hapo kwa kina mama. Nani mmoja aliona lile la Merere la Utengule? Sasa ile ni cha mtoto sasa. Wewe fikiria ni miaka mingapi zile kuta paka zipo, alafu za udongo. Au hamjawahi ziona? Unajua na tunaongea na watu hata Utengule wajaenda kuona. Zipo mpaka leo kuta za Merere mlizoandika kwenye vitabu. Zipo, hazijaishi. Masalia yapo. Kazi angalia zile. Ndio zinazoitwa ngome zilikuwa zinajengwa za namna hiyo. Sasa wale wenzetu walikuwa wanajenga za mawe. Kuna lango moja la kutokea na lango moja la kuingilia. Ukiingia ndani mmo hutoki. Bwana asifiwe. Hakuna risasi nazo ikapenya. Zile kuta zipenya hata risasi. Vinginevyo mlipue bomu ndo litindua ardhi chini. Na hapa kama wamesuka kwa nono itatetereka tu. Patabomoka tu pale pale wala uingie ndani. Lakini cheki Bwana wa majeshi aliwaambia imbeni tupigeni zunguka mara 7. Kila siku mara moja, kila siku mara moja. Siku ya mwisho zungukeni mara 7. Alafu baada ya kuzunguka mara 7 watu wapige matarumbeta. Alafu akishapiga matarumbeta wana wa Israeli wapige kelele kwamba Yesu ni Bwana. Walizilipopigwa tarumbeta tu alafu akasema Yesu ni Bwana na ana nguvu, ukuta ulisalenda wenyewe, ulidondoka wenyewe. Hakukuwa na kuta zipi, wote pakawa peupe. Sasa wewe fikiria huyo mtu amepiga kelele tu waa! Kanisa lote hili chini. Wewe utakaa wapi kama ukuta umedondoka bila bunduki? Waisraeli walitisha nye. Mwambie mwenzio walitisha nye. Huyo ndo Mungu leo mtumikia na uwezo wa kufanya vitu hivyo. Sasa sembuse na kanyumba na kauwanja. Gharama ya ule ukuta leo udondoka ulikuwa ulijengwa miaka mingapi? Alafu shindo kukupa wewe hela. Umeamua. Hao maneno machungu sana. Yaani hapa hata msinzie nitaingiza tu maneno utakuwa unaota nasema. Maneno mengine nasinzia kashetani kanawasubirisha wasinzie. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niondolee uzito kwenye akili yangu. Niondolee uzito kwenye akili yangu. Tamka kwa imani. Hivi ndo nimemaliza, naanza kumaliza. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niondolee uzito kwenye akili yangu. Niondolee uzito kwenye akili yangu. Nianze kufuatilia vitu vya muhimu. Nianze kufuatilia vitu vya muhimu. Na vitu vinavyoweza kunisogeza. Na vitu vinavyoweza kunisogeza kwenye utumishi wangu. Kwenye utumishi wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simama. Unajua ulimi wako una nafasi ya kubadilisha maisha yako. Ulimi tu. Mimi nawaomba. Unajua mimi nilifikiri kipindi kile Ansa amemaliza ile seminar. Nifikiri humu ndani mtakuwa mnakanyagana. Hamtoshi. Nifikiri mmeelewa. Bado tunaendelea kukoroma nyumbani. Na hali hizi tulizo nazo kweli.
basi nyota mchana hauji. Hivyo nafikiri ibada hii asubuhi inatosha kukuvusha ulipo? Panahitaji bidii. Si umeona hapa, imempasa kumwomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa, tena kwa bidii. Inasema utafuteni uso wake kwa bidii, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni, yuko karibu. Hajasema mkae nyumbani, mwite. Tulifundishwa somo vizuri sana, jifunze kuibebesha madhabahu vita yako. Hivyo nafikiri, na tuliambiwa wazi, si kila jambo utaombea nyumbani utatoboa. Wewe fikiria tu, tangu semina ile imepita, kuna mtu hajawahi kuja kuomba hapa? Tangu imepita hajawahi. Ni kama eti hana shida. Hata ploti ya kulima huna, hata kashamba kanusueka huna, nyumbani pwete. Anasema watu wa Mungu wanasema mwe, hata hizo sauti tutalipia. Wewe subiri. Na Mungu amezungumza wazi, atawaambia nilikuja kwako ulinikataa. Utaanza kusema ulinikatani. Sasa nilituma mtumishi wa Mungu, analikueleza mtumishi wangu fanya hivi na hivi, na hii shida hukuwa nayo, ulifanya. Sio ulinikataa, alafu ukanizalilisha. Mnajua maisha haya tunaoishi tunamchafua Kristo. Mnaelewa kitu hicho? Mnaelewa? Mnajua hizi hali tulizo nazo Kristo hapendi. Sisi ndio wakutumiliwa vumbi barabarani huko. Ufalme wa Mungu uje. Ufalme ni nguvu. Ufalme sio kulia, ni mamlaka, ni utawala, ni heshima. Wewe unaitwa mfalme. Angalia maisha unayoishi ni ya kifalme. Sio unalidhalilisha jina la Bwana. Badilisha mtazamo. Mungu yuko na ana nguvu na yuko tayari kukuvusha. Funika macho yako. Ni nini kilichoulemea moyo wako ambacho pako na kosa la kiongezee spidi ya kukishtaki madhabahuni? Hatima ipo. Ukikaa vizuri na Yesu, nakwambia unatoboa. Usiliangalie ile jambo ukubwa wake, usiangalie maumivu yake, usiangalie mzizi wake, usikate tamaa kwamba pale hapawezekani. Kama mto ulisimama kama mlima. Hicho unachokiogopa nini? Wengine mnaogopa mabosi wenu kazini kama Mungu. Wengine mnaogopa majirani kabisa kwenye biashara. Unamtetemekea, unasema yule hayuko salama pale, ndani ni roga. Yuko wapi mchawi anaweza kudhibiti nguvu ya Mungu? Yuko wapi? Yuko wapi mchawi anaweza kumdondosha Mungu? Ametoka wapi huyo mchawi? Na Mungu akikanda ni mwako. Yuko wapi mchawi anaweza kumwangusha Mungu? Badilisha msimamo, anza kujielewa akili. Hakuna mtu aliye zaidi ya Mungu. Ukikaa ndani ya Kristo na yeye akakaa ndani yako, hakuna mtu wa kukubabaisha. Awe mume, awe mtoto, awe rais, awe nani. Hakuna aliye zaidi ya Mungu. Kila mtu anamtegemea Mungu. Awe rais anamtegemea Mungu, wawe mawaziri wanamtegemea Mungu. Sasa huyo Mungu wewe unaweza kaa naye ndani. Unaogopa kitu gani? Tegemee Mungu. Wakati mwingine sisi ndio tunapotosha hata nchi, kwa maana hata uwezo wa kuiombea nchi yetu tunashindwa kwa sababu ya michanganyo yetu. Na kuomba Mungu akupe neema. Amka usingizini, toka, anza kuzitafuta nguvu za Mungu. Zipo hapa madhabahuni. Ukitaka kuombea nyumbani ya kina mama, muna kazi nyingi. Afadhali wanaume tunaweza tukaombea nyumbani. Wamama huwezi, pakutoke. Hata Ibrahim alimbia toka wewe hapa ili uweze kufanikiwa. Toka pa ndugu zako hapa. Kweli jamani, umetoka kule Ikuti, Tukuyu, umekuja kuhamia hapa, unaishi maisha kama sawa na watu wa Tukuyu. Hivyo tuone aibu. Umekuja kwenye mchanganyiko mwingi, ama unajifunza kwa watu mbalimbali. Kule wamekaa kabila moja tu. Hapa unakutana na Wachaga, unakutana na Wahindi, unakutana na watu gani? Kwa nini akili yako ni nzito? Haiwezi kuiga huku. Hebu badilisha mfumo wa akili yako. Usikae tu kama mtu ambaye hajitambui kabisa. Jaribisha kubadilisha mfumo wa akili yako. Sema Bwana Yesu.
Ninaomba unisaidie. Leo hii kinachosikia nisaidie. Huu uzito unipe maarifa namna ya kuondoa. Ni kweli kabisa sijakaa sawa. Ni kweli kabisa sijawa na ushuhuda mzuri. Ninaomba msaada wako. Leo nimeamua nitakutafuta kwa bidii. Maana kwako njia inapatikana. Maana kwako maisha yanapatikana. Maana kwako kila kitu kinapatikana. Nisaidie nibadilishe msimamo wangu. Niache uzembe. Wewe ni njia, wewe ni kweli, wewe ni uzima. Hata vilivyokufa kwenye mikono yangu utavitia uzima. Yesu, nisaidie kuhama kifikira. Nichukue hatua mpya katika jina la Yesu. Hebu shika sadaka yako. Mungu uliye hai, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, unayotupenda sana watu wa Iyunga, hujataka tupotee hata mmoja. Unajaribu kutupa maarifa ya kutosha namna ya kujenga ufalme wako. Ni kweli maisha yetu hayajawa vizuri. Kuna watu wanaotamani kwamba Ukristo una raha. Wengi wakitutazama ni kama Wakristo ni watu wa kulia, ni kama kwenye Ukristo ni magonjwa, ni kama kwenye Ukristo ni kilio na tabu. Kumbe kuna nguvu kubwa hata ya kuhamisha milima, hata kudondosha kuta. Tusaidie kwa kutokuelewa kwetu. Tuanze mfumo sahihi. Msaidie mama huyu, msaidie baba huyu. Achilia neema yako na baraka zako kwake. Na muombea kila mmoja aliyeshiriki ibada hii, ufahamu wake uanze kubadilika. Mtazamo wake wa kufikiri uanze kubadilika. Asifanye kama alivyofanya jana, afanye kwa nguvu zako. Mpe neema ya kusintuka na kubadilika. Na muombea kila mmoja, Bwana, baraka siku ya leo na riziki ya siku ya leo. Mjalie kila mmoja, mkutanisha na baraka ambayo paka kila mmoja sema ila huyu ni Mungu. Bwana, wewe una njia nyingi. Tusaidie watoto wako. Kila mmoja unajua hazina na njia yake ilipo. Tumedanganywa na ulimwengu na shetani, tunashindwa kuziona njia. Bwana Yesu, tusaidie. Wewe ni njia, kweli na uzima. Na muombea kila mmoja. Takasa mikono iliyoshika sadaka, zipokee na sadaka zetu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani katika jina la Yesu. Amen. Basi karibu tutoe sadaka, tuonane kesho Mungu